Swali la mbunge anasema, ni lini serikali itajenga jengo la kisasa la mahakama ya wilaya ya Muleba? Swali limeelekezwa katika Wizara ya Katiba na Sheria na Naibu Waziri Zainabu Katimba anajibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na Mahakama ya Tanzania imeendelea kutekeleza mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya mahakama kwa lengo la kuimarisha miundombinu ya utoaji haki katika ngazi mbalimbali. Mpango huu unahusisha ujenzi wa majengo mapya pamoja na ukarabati wa majengo yaliyopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa tunakamilisha kuandaa mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya mahakama awamu ya 3. Aidha, ujenzi wa mahakama ya wilaya Muleba utazingatiwa katika mpango huo wa mwaka 2027-2028. Mheshimiwa Dr. Kikoyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu ya serikali mazuri yanayotia moyo kwamba Muleba itapata mahakama ya kisasa. Maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale Muleba kuna mdau wa maendeleo kwa jina maarufu la PR kata ya Ijumbi, alitoa majengo yake na ardhi yake kwa ajili ya kuanzisha mahakama ya mwanzo kuhudumia kata ya Ijumbi. Je, serikali haioni ni muda mwafaka sasa kuchukua hilo jengo na kulikarabati na kutoa idhini ya kuanzisha mahakama ya mwanzo kata ya Ijumbi? Swali la pili, hata Kimwani wanatumia jengo la kukodi lakini wana kiwanja. Je, serikali haioni ni muda mwafaka sasa kuanza ujenzi wa mahakama ya mwanzo kata ya Kimwani ambao wanahangaika na kusafiri umbali mrefu kufata huduma za mahakama ya mwanzo katika jimbo la Muleba Kusini? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kumpongeza Mheshimiwa Dr. Oscar Ishengoma Kikoyo kwa kufanya ufuatiliaji wa karibu kuhakikisha kwamba upatikanaji wa haki katika jimbo lake unaimarika. Kuhusiana na swali lake la kwanza kwamba mdau amepatikana na amejitolea majengo na ardhi kwa ajili ya ujenzi wa mahakama ya mwanzo, ni kweli kabisa. Mahakama inajengewa mahakama na serikali, wadau wa maendeleo au kwa kutumia nguvu za wananchi. Lakini mahakama haipokei majengo kutoka kwa watu binafsi, na hasa kwa kuzingatia umuhimu wa uhuru wa mahakama, na hasa pale yule mtu binafsi anapokuwa ametoa majengo au amejenga majengo, ametoa ardhi afu na yeye akawa ana kesi, kunakuwa na mgongano wa maslahi. Lakini kuna utaratibu mzuri Mheshimiwa Mbunge ambao tunaweza tukaufuata. Naomba mimi na wewe tutakutana tujadili hapa ili tuone namna ambayo labda serikali inaweza ikapokea majengo hayo kupitia Wizara ya Katiba na Sheria, kisha serikali ikakabidhi kwa mahakama kwa ajili ya kuyatumia, kuyaboresha, kutoa huduma kwa wananchi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na swali lake la pili kuhusiana na ujenzi wa mahakama ya mwanzo katika kata ya Kimwani, serikali ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji mkubwa sana katika mahakama, katika uboreshaji wa majengo ya mahakama kwa kiwango cha bilioni 524.9 katika kipindi cha miaka mitano, yani kuanzia mwaka wa fedha 2021-2022. Na mpaka sasa serikali tayari imeshajenga mahakama hizi za mwanzo kwenye kata mbalimbali. Naomba ni kuhakikishie Mheshimiwa Mbunge, kwa sababu mpango huu wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu wa mahakama, mpango wa pili, umefika mwisho na tayari sasa hivi umehusishwa kuanzisha mpango wa 3. Katika mpango wa 3 wa ujenzi wa miundombinu hii ya mahakama, tutazingatia pia kwa kuzingatia vigezo na vipaumbele mbalimbali ili mahakama hii ya mwanzo katika kata ya Kimwani iweze kujengwa, wananchi waweze kupata majengo mazuri kwa ajili ya kupata huduma ya upatikanaji wa haki. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.